Kwa majina naitwa Martha Mashiko, ni mkuu wa sehemu ya masoko na mauzo kutoka kampuni ya uwekezaji ya UTT. Leo napenda kuwakumbusha Watanzania kwamba mifuko yetu ambayo UTT tunaiendesha, baadhi ya mifuko inaruhusu vikundi vya kijamii, vikundi vya taasisi kuja kuwekeza kwenye mifuko yetu ili kupata faida shindani ukilinganisha na uwekezaji wa maeneo mengine kwenye soko. Hivyo nawakaribisha walio na vikundi mbalimbali waje kuwekeza kwetu, kwa sababu kama tunavyofahamu taasisi yetu ya UTT inaendesha uwekezaji wake kwa uwazi wa hali ya juu, lakini pia inatoa faida shindani kulinganisha na maeneo mengine kwenye soko. Pia inawekeza sehemu ambazo ni salama. Sehemu zote ambazo UTT AMIS inawekeza zimeratibiwa kwenye Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Hivyo ni sehemu salama kabisa kwa ajili ya vikundi kufanya uwekezaji wao, kwamba fedha zao ziko salama. Lakini pia mifuko yetu ina ukwasi wa hali ya juu, kwamba vikundi hivi wakati mwingine vinakuwa vinataka kutoa fedha kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku. Kwa hiyo kupitia mifuko yetu wanaweza kutoa fedha wakati wowote wanapohitaji, au wakawekeza kwenye mifuko ambayo inatoa gawio la mara kwa mara, ambayo linasababisha wao waweze kumiti yale mahitaji yao ya kila siku. Na vikundi hivi vikitaka kujiunga, utaratibu ukoje? Ni kwamba wanaleta tu ule muhtasari wao kwamba kama kikundi wamekubaliana kuwekeza kupitia UTT, na lazima wawe na signatories wawili. Watia sahihi hao wawili wanatakiwa wanapokuja kufanya usajili waje na picha ya passport size, yani kila mmoja aje na picha moja, alafu waje na kitambulisho. Tunapendekeza zaidi kitambulisho cha NIDA, lakini wanaweza kuleta passport au kitambulisho cha kupiga kura au leseni ya udereva. Sasa kuna vikundi ambavyo vimesajiliwa na vikundi ambavyo havijasajiliwa. Kwa vile vilivyosajiliwa, then wataleta ile certificate of registration au hati ya usajili. Tutaitumia hiyo kwa ajili ya kusajili kikundi chao. Wanatakiwa wawe na bank account ambayo wakitaka kutoa fedha zao sasa tutakuwa tunazilipa huko, au kama watakuwa wamewekeza kwenye ile mifuko inayotoa gawio, then gawio litakuwa linaenda moja kwa moja kwenye hiyo account. Na hapa kwetu tutahitaji watia sahihi wawili, na hiyo resolution ambayo itakuwa inasema sasa wanataka kutoa fedha au kuweka fedha, then moja kwa moja zitaenda kwenye bank account yao ambao wanakuwa wametuandikia. Kwa kikundi ambacho hakijasajiliwa, sasa tuna namna mbili, ambayo namna ya kwanza wanaleta ile resolution au wataifungua kama joint account, yani wao kikundi wenyewe wanachagua watu wawili ambao ndio watakuwa watia sahihi, and then wanakuja kuwekeza kwetu. Tunawafungulia account, wanaanza kuwekeza na wanaanza kupata faida za uwekezaji kulingana na sehemu ambazo tumekuwa tukiwekeza. Na kama mnavyofahamu mifuko yetu faida yake sio chini ya 10% mpaka 15%, inacheza hapo faida yake. Kwa hiyo kwa kikundi kusema kweli kupata faida hiyo ni faida shindani ukilinganisha na uwekezaji wa maeneo mengine. Na kama nilivyosema pia ukwasi kwamba vikundi vinahitaji kutoa fedha, kwa hiyo wakihitaji kutoa fedha wanaruhusiwa kuja kutoa, ukilinganisha na maeneo mengine ambao kama ukiwa umewekeza sehemu ambayo huwezi kutoa kwa muda mfupi, then sisi tuna unafuu katika ukwasi. Ni wakaribishe wenye vikundi wasisite kutuita kwa ajili ya kutoa elimu, kwa sababu unakuta vikundi vina watu wa kada mbalimbali, wengine wanaelewa kuhusu uwekezaji, wengine hawaelewi. Kwa hiyo kabla ya kufanya uwekezaji, njoni hapa UTT kwenye ofisi zetu, mnaweza mkaja kujifunza kwenye ofisi zetu, au tuiteni kwenye sehemu zenu ambazo mnakuwa mnakutana. Tunakuja kutoa elimu ya uwekezaji bure kabisa. Mkishaelewa kuhusu uwekezaji jinsi unavyofanya kazi, then mnaruhusiwa kuja kuwekeza. Mpaka sasa hivi kwa kweli tuna vikundi vya kutosha ambao wamewekeza na wanashuhudia. Kwa hiyo siku akija kuvunja ile mwisho wa mwaka akija kuvunja vikundi vyao, wanafurahia huduma za uwekezaji. Kwa hiyo naomba nivikaribishe vikundi vyote vya kijamii, vya taasisi. Karibuni sana mwekeze UTT, mpate faida nono huku pesa zenu zikiwa salama kabisa, lakini na mkiwa na ukwasi wa hali ya juu. Mimi naitwa Upendo Singinika Sasi, ni mtumishi wa serikali, lakini pia ni mjasiriamali. Na katika kujikwamua kiuchumi na wanawake wenzangu, kina mama wenzangu, tulianzisha kikundi chetu kikiwa na lengo zuri kabisa la kuongeza kipato. Kikundi chetu kinaitwa Soldivers, kinapatikana Tanzania nzima. Wanachama wetu wako sehemu mbalimbali, Dodoma, Dar es Salaam, Mtwara, lakini lengo ni moja, wote tulikuwa na nia moja ya kujikwamua kiuchumi. Tuliamua kuwekeza kipato chetu kwa kuchangia, tuweze kukopeshana, tujikwamue kwenye maendeleo mbalimbali kiuchumi, lakini pia tuliona umuhimu mzuri kabisa wa kuamua kuwekeza na UTT.
na tulitafuta taasisi ambayo itakuwa haina mashaka, taasisi ambayo tutawekeza bila kuwa na tupate faida, lakini bila kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo tulikwenda UTT tukawekeza, na tumewekeza miaka 3 mfululizo. Kwa hiyo tukiona ile yetu ikiwa salama, tunapata faida kila mwaka, na ya UTT ni kubwa, tunashukuru kwa kweli. Kikundi chetu cha Saudivers kiukweli tulianza na chama wachache. Tulianza na akina mama kama 11, 12. Lakini kwa mafanikio ambayo tunayapata na uwekezaji tulioamua kuwekeza na taasisi ya UTT, sasa hivi tunakaribia mara 3 ya idadi tulioanza nayo. Sasa hivi tuko na chama 35. Na hapo tukiwa bado wenzetu wengine tunawaacha nje kwa sababu watu bado wana hamu ile kuendelea kuingia kwenye kikundi chetu. Kwa hiyo naamini miaka ijayo tutakuwa wengi zaidi kulingana na faida tunayoipata na UTT. Kwa hiyo tunaona jinsi gani tulivyokuwa tangu mwaka tulivyoenda mwaka juzi mpaka mwaka huu tuliopo 2025 tumekuwa, na tumekuwa wanachama wengi zaidi, na tumekuwa kikundi cha mfano, tukionyesha kwa nini wanawake tunakaa pamoja tunaweza kukua. Lakini siri kubwa kwa sababu tunawekeza na UTT, na inakwepesha kwenda kukopa mikopo ile kausha damu, kwa sababu fedha yetu tukiwekeza UTT tuna uhakika kupata faida nzuri, na mikopo yetu ikiwa na riba nafuu, na huku tukiwekeza fedha yetu sehemu salama.